binafsi yangu naweza nikasema bwana wangu ni Mwarabu kwa sababu bwana niliye naye mwenyewe hajui watoto wanakula nini. Bodi ya nyama imezuia uchinjaji wa nyama ya kondoo waliokuwa wanachinjwa kwa ajili ya kutolewa kwa sadaka kwa wanawake katika kata ya Olasiti mkoani Arusha, huku ikielezwa kwamba uchinjaji huo umekuwa ukifanywa bila kufuata utaratibu, jambo ambalo limetajwa linaweza kuleta athari kwa watumiaji. Wakina mama hao ambao wamekuwa wakinufaika na nyama hiyo wamelalamika ya kwamba wametumia nyama hiyo kwa kipindi cha muda mrefu bila ya kupata athari zozote, na kushangaa huduma hiyo kusitishwa ghafla, na kusema kwamba kitoweo hicho kimekuwa kikiwasaidia kwenye familia zao kutokana na wao kutokuwa na uwezo wa kununua nyama. Naitwa Frida. Kaka, mboga tunaoipata tunapeleka kupika nyumbani, na hapa tulipo wengine sisi ni wajane, hatuna mume wetu ni kama tumesema ni hawa wanaotupa hizi sadaka ndo wanaume zetu kwa sasa hivi. Yaani nikisema kwamba wanaume zetu ni hawa Waarabu, kwa sababu hawa Waarabu wanatupa sisi kula. Miaka 5 sasa hivi wanatupa kula. Kwa hiyo mimi binafsi yangu naweza nikasema bwana wangu ni Mwarabu kwa sababu bwana niliye naye mwenyewe hajui watoto wanakula nini. Mimi nataka nikuambiwe mheshimiwa, tunakula hii nyama ni mwaka wa 5 lakini mimi sijawahi kuumwa hata mafua. Mwaka wa 5 sasa kupeleka mtoto hospitali nikaambiwa ana brusela wala ana chochote. Kwa hiyo naamini hii ni mbinu ambayo wanafanya watu wa mabuchani ili sisi tukose riziki. Buchani tutanunua. Kama itauzwa buku buchani tutanunua. Patrick Kaya, afisa mfawidhi wa bodi ya nyama kanda ya kaskazini, amesema kwamba machinjio hiyo haitambuliki, hivyo wameamua kuisitisha. Na kilichotuleta hapo sisi ni kudhibiti hilo zoezi kwa sababu tumetoa elimu kwa muda mrefu hivi sasa, takriban miaka 3 tangu 2022. Kwa hapa jiji la Arusha kuna machinjio ambazo zinatambulika kwa ajili ya uchinjaji kwa huduma ya jamii. Kuna machinjio ya Arusha Miti, iko Sakina. Kuna machinjio ya Morombo, ya mbuzi, kondoo. Huko hapo Murieti eneo la Morombo hapo na wanawake. Usitishaji umefanyika muda mrefu sana, na huyo Mwarabu ni kwamba amekaidi maelekezo. Ameandikiwa barua, amepewa elimu, amekaidi. Kwa hiyo tunachofanya sasa ni kuchukua hatua za kisheria dhidi yake kwa sababu anafanya jambo ambalo ni kinyume cha sheria.